Ongeza makofi ya shukrani kwa Bwana. Ongeza makofi ya shukrani kwa Mungu wetu. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mpe Mungu wetu makofi tena. Anastahili. Amen. Amen. Nikupeleke moja kwa moja kwenye ujumbe wa neno la Bwana siku ya leo. Kwa muda tulionao ni mfupi. Nikupeleke kwa haraka kwa dakika chache kwenye ujumbe wa neno la Bwana. Nina kichwa kinasema jifunze namna ya kutumia maombi kuondoa mikazo nyuma ya vifungo vinavyokushikilia kiroho ili uwe huru. Jifunze namna ya kutumia maombi kuondoa mikazo nyuma ya vifungo vinavyokushikilia kiroho ili uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa muda mfupi kidogo, lakini nitasema na wewe kitu ambacho kinaweza kusaidia pia kwa hatua fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema jifunze namna ya kutumia maombi. Tuna neno maombi pale, lakini kuondoa mikazo tuna kitu kinaitwa mkazo au mkazo pale kwenye kichwa hicho. Nyuma ya vifungo tuna neno vifungo. Vifungo inakuja kutoka kwenye neno kifungo, ni wingi. Bwana asifiwe. Vinavyokushikilia kiroho ili uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema maana ya maombi, nitasema maana ya mikazo, na nitasema maana ya vifungo. Nini maana ya maombi? Maombi ni njia ya kuelekea ulimwengu wa roho ili kukutana na uungu katika kusema nao. Narudia tena. Maombi ni njia ya kuelekea ulimwengu wa roho. Leo ni siku ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuendelea kuomba kwa ajili ya umoja, kuendelea kuomba kwa ajili ya nchi, kuendelea kuomba kwa ajili ya mazingira yaliyopo katika majira tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni njia ya kuelekea ulimwengu wa roho ili kukutana na uungu. Mkazo
ni nini? Mkazo ni nguvu ya ziada inayotumika katika usimamizi na ufuatiliaji juu ya jambo fulani. Narudia. Mkazo ni nini? Ni nguvu ya ziada inayotumika katika usimamizi au katika ufuatiliaji juu ya jambo. Kuna mkazo pia maana nyingine, kufunga kitu kwa kukikaza, kukiekea fundo au kukifikisha mwisho. Nini maana ya kifungo? Kifungo kwa lugha ya kawaida ni kuzuiliwa kwa kuwekwa kizuizini. Ni kuzuiliwa kwa kuwekwa kizuizini. Neno kifungo kinazaa wingi wa vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kuzungumza, jifunze namna ya kutumia maombi kuondoa mikazo nyuma ya vifungo ili uweze kuwa huru kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28, neno mkazo unaapia pale kwenye mstari wa 53, 55 na 57. Kumbukumbu la Torati 28, na nitaizungumza kule mbele japo ni kwa haraka kwa ajili ya muda. Bwana asifiwe. Mlango wa 53, mlango wa 28 mstari wa 53, 55 na 57. Kama umepata tunasoma wote kwa pamoja kwa sauti kubwa. 1, 2, 3. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe. Kuna mtu anaona mstari? Naomba tusome wote kwa sauti. Kila mmoja soma Biblia ulio nayo. Kumbukumbu la Torati 28, 53, alafu tasoma 55, alafu tasoma 57. 1, 2, 3. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliyekupa Bwana Mungu wako katika mazingira na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Bwana asifiwe. Neno mkazo linarudiwa tena mstari wa 55. Turudie tusome mstari wa 55. Hata asitake wao mmoja wao apewe katika nyama ya wanawe atakao wala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake katika mazingira ya na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote. Mstari wa 57. Na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakaowazaa, kwa kuwa atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote katika mazingira na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Biblia inaeleza juu ya neno mkazo utakaokazwa na adui, namna ambavyo utasababisha huyo mtu ajikute amekula binti zake, wana wake wa kiume, kwa sababu ya uhitaji wa maisha, kwa sababu ya mazingira ya kifungo atakachokuwa amepitia. Sasa sikia, anasema hivi: utakula
kulingana na mazingira ya mkazo utakaokazwa na adui zako. Mwambie mwenzako kuna mkazo nyuma ya vifungo. Mwangalie usoni tena mwambie kuna mkazo nyuma ya vifungo. Neno mkazo pale linatumika kwa maana tu ya kuona pale, lakini ina sababu kubwa sana katika yale mazingira ambayo huyu mtu mwenye laana anapita. Anasema huo mkazo utasababisha utakula kwa siri watoto wako. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna mkazo uliokazwa na adui zako. Nisikilize tu kidogo. Kwenye mazingira ya maisha, ili mtu ajikute mahali fulani na hali ya mateso na uhitaji, ni lazima aingizwe kwenye aina ya vifungo fulani, na vile vifungo katika ulimwengu wa roho viwe na aina ya mkazo unaosimamia mateso unayopitia. Okay, nisikilize kidogo. Kitabu cha Daniel mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Daniel mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Tunaenda haraka haraka kwa ajili ya muda tulionao ni mdogo. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Tusome tu, na mimi natamani angalau uone tu ile mstari wa kwanza na wa pili. Una kitu tu kinachosemwa pale ambacho natamani tukielewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, anasema hivi: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Kuhusuru maana yake aliwaweka chini ya kizuizi. Unasikia? Aliwaweka kwenye aina ya kifungo fulani. Mstari wa pili anasema hivi. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya miungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake, alafu kule wakaanza kuvitumia. Okay, alivitumia au alivipataje vile vyombo? Baada ya kumkamata Yehoyakimu. Alipokamatwa na Nebukadreza, baada ya kuzingirwa, Bwana asifiwe, alipoingizwa chini ya kizuizi, alipoingizwa kwenye hali ya kutokuwa na uwezo wa kujisogeza, kila kitu walichokuwa nacho mpaka vilivyokuwa kwenye nyumba ya Bwana vilichukuliwa, alafu kaingizwa kwa miungu kwenye nyumba ya Mungu mwingine. Alafu kukiwa kule, Biblia inasema vikaanza kutumiwa. Mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Okay. Shetani hawezi kupata chochote kwenye maisha yako, chochote kwenye familia yako, chochote nyumbani kwako, isipokuwa kwanza amefanikiwa kumweka mtu kwenye kifungo fulani, na baada ya kile kifungo ndipo anakutesa. Kuna mtu ananisikia? Okay. Huwezi kuteswa kwenye eneo la uchumi kama hujafungwa mahali fulani kwenye hilo eneo. Ili shetani akutese kiuchumi, lazima akuingize kwenye kifungo mahali. Ili akutese kiafya, lazima akuingize mahali kwenye kifungo. Soma kitabu kile cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 6. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 16. Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 6. Kwa haraka haraka tusome pale, alafu tuende na mstari wa 10 kama tutaona. Waamuzi mlango wa 6 wa 16 mstari wa 6. Soma ule mstari pale. Wakati miungu ya Wafilisti, ile miji mitano, ilipokuwa inataka kushughulika na Samsoni,
moja ya kitu walitafuta kwanza ni kumfunga. Bwana asifiwe. Okay, soma mstari wa 6. 1, 2, 3 tusome. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Nimesema hivi, hakuna mtu anaweza kuteseka bila kufungwa kifungo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kuingizwa kwenye mateso ya aina fulani bila ya kufungwa kwanza. Kuna aina ya mateso tunayoishi nayo. Kuna aina ya kifungo fulani kilipatikana kwanza. Baada ya kufungwa ndipo huyu mtu anateseka. Sasa nitakuonyesha nyuma ya vifungo kuna mkazo. Jitahidi kutoa hiyo noise. Sio kwenye mic yangu, kwenye vitu vingine huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samuel wa kwanza mlango wa 23. Samuel wa kwanza mlango wa 23 mstari wa 7. Samuel wa kwanza 23 mstari wa 7. Samuel wa kwanza 23:7. Tumepata? Okay, tusome anasemaje. 1, 2, 3 mstari wa 7. Kisha Sauli aliwaambia ya kwamba Daudi amefika Keila. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu. Kwa namna, tusome, kwa maana amefungwa ndani, kwa vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Okay, tusome tena. Kisha Sauli aliambiwa ya kwamba Daudi amefika Keila. Sauli akasema, Mungu amemtia mkononi mwangu, kwa maana amefungwa ndani. Amefungwa ndani vile alivyoingia katika mji wenye malango na makomeo. Wakati Sauli anawaza juu ya kumpata Daudi, alisubiria Daudi aingie kwenye kifungo. Na kifungo ambacho Daudi aliingia, alijikuta ameingia kwenye kifungo kinachotokana na mazingira ya Keila. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipoingia kwenye yale mazingira tu hivi, Biblia inasema hivi, Sauli akafurahi. Akasema sasa tayari huyu bwana ameingia kwenye mikono yetu, kwa hiyo atakuwa chini yetu. Ameingia ndani ya kifungo kwenye eneo ambalo limefungwa, na yeye amefanyaje? Amefungwa. Kwa akaanza kufurahi kwamba atamtesa, kwa sababu tayari Daudi yuko ndani ya nini? Ya kifungo. Mwambie mwenzako, huwezi kuteswa bila kuingia kwenye vifungo. Ukiona kuna aina ya jambo linakutesa, jua kuna tatizo. Tayari umefungwa mahali. Kuna mtu ananielewa? Kuna mahali, kuna kifungo kimepata nafasi, kimepata mlango. Kwa hiyo unaishi chini ya kitu fulani ambacho hakiwezi tena kukuruhusu kwenda. Bwana asifiwe. Kule online kelele ni kubwa zaidi kuliko huko. Sio huko, fanya huko.
Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Leo nataka tuzungumzie aina hii ya mikazo na ya vifungo katika ulimwengu wa roho. Tunapojikuta tuko kwenye vifungo vyovyote, nyuma yake kuna aina ya mikazo inayosababisha hivyo vifungo tuendelee kuteseka navyo. Moja kati ya kitu kinachotumika sana katika kukazia vifungo ni muhuri. Angalia mwenzako kumwambie muhuri. Fungua kitabu cha Ufunuo mlango wa 5. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Hebu tuone pale. Tuone pale. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Kuna kitu Yohana alipokuwa Patmo kwenye maono aliona. Kama imeshindikana, iacheni hivyo hivyo. Mstari wa 1 hadi wa 5, wa 4. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Okay, turudie tena kusoma. Ona pale ile mistari, maana nataka kukusaidia mahali fulani. Sema hivi: kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Ndani na nyuma. Okay. Ndani huko, alafu na nyuma. Wakati anaona ndani na nyuma, anasema hicho kitabu kilikuwa kimefungwa kwa seal 7. Kimefungwa kwa mihuri 7. Biblia inasema alipoona, akatazama mbinguni hakuona mtu, akatazama duniani hakuona mtu anayeweza kufungua kile kitabu. Kwa nini? Kwa sababu kimefungwa kwa mihuri 7. Angalia mwenzako kumwambia kwa mihuri 7. Biblia inasema Yohana alipoona akalia sana. Akalia kilio. Na nilikwambia tangu wiki iliyopita, nilikwambia kile kilio ambacho Yesu alilia pale kwenye kaburi la Lazaro ilikuwa ni aina ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Akalia huyu Yohana. Alipolia, akatokea mtu moja katika waliokuwa hapo kule kwenye ulimwengu wa roho, akaja akamwambia habari ya kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Na nani anaweza kukifungua? Okay, nisikilize kidogo. Wakati kile kitabu kimefungwa, ili kile kitabu kisiwezekane kufunguliwa, kiliwekewa muhuri. Muhuri maana yake ni mkazo. Mkazo
kwa Kiingereza ile mihuri inaitwa seal. Kitu chochote unachokikuta bado kina seal, maana yake kukifungua kinahitaji nguvu na ufahamu juu ya kuvunja ile seal. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kifungo chenye seal. Muhuri kwa Kiingereza unaitwa seal. Nimesema ondoa mikazo nyuma ya vifungo. Bwana asifiwe. Kifungo chochote kinapokuwepo kwa mtu, nyuma yake huwa kinawekewa seal au kinawekewa mkazo. Ule mkazo ndio unaosimamia aina ya lile teso atakaloteswa huyu mtu na kipindi cha teso la huyu mtu mpaka litakapotimia. Okay. Tusogee kidogo. Sogea kidogo. Angalia kitabu cha Daniel mlango wa 6. Nimesema nakimbia haraka haraka. Bwana asifiwe. Tamaliza tu muda si mrefu. Sasa tuna mambo mengi kidogo. Daniel 6 mstari wa 17. Daniel 6:17. Na hii wewe unayenifuatilia hakikisha unaandika hivi vitu kwa ajili ya kusaidia wakati wa maombi. Bwana asifiwe. Amen. Okay, Daniel 6 mstari wa 17. Tusome wote pamoja. Daniel 6 mstari wa 17 kama tumepata. Naomba tusome. Wakati Daniel ametupwa baada ya kuvunja ile sheria ambayo ilikuwepo, hebu tuangalie ule mstari wa 17. 1 2 3. Kama tumepata tusome wote. 1 2 3. Amefungiwa kwenye ile shimo, likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri wa wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel. Kuna mtu anaona mstari? Okay, mwangalie mwenzako mwambie tayari ameingizwa kwenye kifungo, amewekewa na jiwe juu, lakini ilimlazimu nini mfalme kuja kuweka seal? Kwa nini? Kwa nini anaweka mkazo? Ili lisibadilike neno lolote katika habari ya mateso yaliyokusudiwa juu ya Daniel. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Sasa sikia. Nyuma ya vifungo, nimesema hivi, hakuna mtu anayeteswa bila kuingia kwenye vifungo kwanza. Nyuma ya vifungo kuna mkazo unaoshikilia aina ya mateso. Na nimeanza kuzungumza aina mojawapo ya mkazo unaotumiwa katika ulimwengu wa roho, mihuri. Bwana asifiwe. Baada ya Danieli kwenda kinyume cha mfalme, kwenda kinyume cha utaratibu uliowekwa pale, Biblia inatuambia adhabu ilikuwa imeshawekwa, ni kutumbukizwa, uliwe kule chini, si ndio? Umalizwe kule chini. Tayari wamemtumbukiza, tayari wameweka jiwe, lakini kwa nini Biblia inatuambia ukawekwa mkazo nyuma ya lile tatizo tayari ambalo linamshughulikia kule ndani? Kwa sababu linatakiwa kutimia na lisibadilike neno. Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Okay, ngoja nikupe mfano mwingine. Naenda na wewe haraka haraka kwa speed fulani hivi. Angalia mlango wa 12 mstari wa 4. Danieli hapo. Mlango wa 12 mstari wa 4. Twende mpaka mstari wa 9. Nataka uone kipindi cha mateso yako. Kama umefungwa na kwenye kile kifungo ambacho umefungiwa, labda ni kifungo cha kiuchumi, usiinuke kiuchumi, au kifungo cha ugonjwa, huwa wanaweka na time. Unanisikia?
wanaweka kipindi cha wewe kuishi pale ndani ya kile kifungo. Sasa kwenye sili yoyote, kwenye mkazo wowote, huwa kuna muda, kuna ile time valid. Unanisikia? Bwana asifiwe. Kuna kuwa na ule muda uliowekwa ambao ni issue kwa ajili ya zile siku za mateso yako. Ndio maana ukienda kwenye muhuri, wakati wanapiga muhuri kuna kuwa na tarehe. Ni sawa kwamba hichi kitu kuanzia tarehe ya leo kimesisitizwa, kimesimamiwa, kiko sahihi kutoka kwa aliyekipitisha. Kwa kitaenda mpaka tarehe iliyoandikwa kitakufa. Kwa nini? Muhuri unasimamia wakati. Okay, tusome mstari, angalia 4 mpaka 9. Kwa nini nyuma ya kifungo wanaweka muda? Angalia. Kwa nini nyuma ya kifungo wanaweka mkazo? Mkazo unashikilia muda. Angalia pale anasemaje? 1, 2, 3, tusome mstari. Ule mlango wa 12 mstari wa 4 mpaka wa 9. Okay, tusome 1, 2, 3. Lakini wewe Daniel, yafunge maneno haya ukayatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Mstari wa 5. Ndipo mimi Daniel nikatazama na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi? Kuna mtu anaona mstari? Itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa majuma, hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliyekuwa hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Nami nikasikia lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, enenda zako Daniel, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Okay. Maneno haya yamefungwa alafu yametiwa muhuri. Daniel anapata shida. Hii mambo itakuwaje? Mwisho wake utakuwaje? Anasikia anakuja mtu anamueleza habari ya mwisho. Okay. Hao watu watateswa kulingana na namna ambavyo haya maneno yalifungwa na kuwekewa seal. Kutakuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza kutakuwa na wakati, alafu kutakuwa na nyakati 2, alafu kutakuwa na nusu wakati. Hizi zote zitatumika mpaka itakapofika wamevunjwa nguvu zao, hawana tena uwezo. Hizi nyakati zimefungwa wapi? Zimefungwa kwenye maneno yaliyofungwa ambayo yamepigwa muhuri. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna vifungo ambavyo vina mihuri, mkazo. Sasa sikia, kuna teso aliondoki kwako mpaka limetimia wakati. Unanisikia? Unaweza ukafungwa alafu kile kifungo kikatangaziwa kwamba kifungo chake ni cha maisha. Maana yake mpaka siku unafanyaje? Unakufa. Nyuma yako kuna seal. Ile seal inasimamia muda. Ile seal inasimamia kutimizwa kwa yale yaliyowekwa. Kuna mtu ananielewa? Sasa kuondoa seal sio rahisi. Tunafahamu hata wale mnaokwenda tu kununua vibeti vya mafuta, si ndio? Ambacho kimefungwa, kina seal, kiko sealed, si ndio? Hata ukinunua ndoo ya mafuta labda ya kupikia, wakati wa kufungua inakuaje? Nguvu unayotumia
Sio mikono yako tu hii, wala sio makucha yako. Mara nyingine inabidi utafute na kisu, na kuna nyingine imekazwa vizuri sana ambayo utatumia na moto kukata, sio? Mpaka uondoe. Sasa sikia, nyuma ya vifungo huwa kuna siri. Unasikia? Kama kuna ugonjwa uko kwenye familia, uliletwa kwenye ukoo kwa nguvu fulani, umewekewa seal. Sikia, kama ni kansa iko pale, ile seal haijaondolewa, maana yake itaua vizazi vyote vinavyokuja, iwe isiwe, kwa sababu nyuma ya hichi kifungo kuna seal. Ngoja mjanielewa bado. Ngoja nikupe mfano mwingine. Fungua Mathayo 27. Fungua Mathayo 27. Haraka. Bwana asifiwe. Mathayo 27. Muone tu Yesu pale. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, si ndio? Yesu katika pita zake alipohubiri siku zile, alipokuwa hai, aliwaambia, watafika wakati wataniua, wataniweka kaburini, lakini siku ya tatu nitafanyaje? Nitatoka. Sasa unajua wale jamaa wakati wanaambiwa kwamba huyu jamaa alisema atakufa, atakaa kaburini, siku ya tatu atatoka, wakaenda wakamfuata Pilato. Wakamwambia hili tangazo, huyu jamaa alitangazaga, yule jamaa. Alafu wasemi yule jamaa, wasema yule mjanja. Unajua Yesu alikuwaga mjanja. Siku hizi tu ndio walokole wa shamba. Bwana asifiwe. Hata wale jamaa walikuwa wanamjua Yesu kama nani? Mjanja. Yaani yule jamaa alikuwa ni mtu wa tauni sana. Bwana asifiwe. Mpigie Yesu makofi. Ningesikia makofi unayopiga kwa Bwana ni makubwa zaidi. Sasa alikuwa mjanja. Yaani ukisikia mpaka watu wanaenda kumshtaki kwa Pilato, wanamwambia yule mjanja alisema. Ngoja tusome ile mistari. Tusome ile mistari. Angalia mstari wa 62 mpaka mstari wa 66. 27 Mathayo 62 mpaka 66. Angalia pale. Anasemaje? Okay, tumepata, tusome. Na mimi nataka uone wakati wanataka kumdhibiti Yesu asitoke kaburini, nini walifanya? Angalia pale. 1 2 3. Hata siku ya pili, mstari wa 62. Ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanyika, wakamkusanyikia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja. Kuna mtu anaona mstari pale. Mpigie Yesu makofi tena, alikuwa mjanja. Lakini ameshauawa, hata wajanja huwa wanakufa. Alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba, na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wao wa mwisho utapita ule wa kwanza. Mstari wa 65. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kaburi, mkalilinde salama kadri mjuavyo. Angalia mstari wa 66, walifanya nini? Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Okay. Nataka usome ule mstari pale. Nasema hivi, wakaenda wakalilinda lile kaburi salama. Lakini angalia, salama ya ulinzi wa lile kaburi ulikuwa ni nini? Kwa kulitia muhuri. Soma pale ule mstari. Soma mstari wa 66. 1 2 3. Kwa kulitia lile jiwe muhuri. Sasa kumbuka, Biblia inasema jiwe lililokuwa limewekwa juu ya kaburi la Yesu lilikuwa kubwa sana. Ni sawa Lilikuwa linamlinda mtu ambaye ni mjanja. Alafu alishawahi kuvuma huko na huko. Alishasumbua lile taifa. Kwa hiyo sasa wamejua wamemaliza na wameshamweka kizuizini, hatoki tena. Sasa ili wanafunzi wake wasije wakafanikiwa kumuiba, ulinzi wa ili kaburi uwe umekaa vizuri, umekaza. Wekeni, kalilindeni salama. Sasa nataka uone, kaangalie neno la Pilato alikuambia kachukueni muhuri. Mimi nataka uone tu automatically nyuma ya kifungo cha kaburi la Yesu walikuwa wanajua ili kuweka ulinzi salama, huyu mtu asitoke kwenye ili tatizo, tuweke muhuri. Hiyo unajua mpaka leo hata mapopu wanapokufa, kafuatilie,
wanapozikwa, kaburi la kwake na jeneza la kwake, wakati wanalifunga ile jeneza kabisa, wanaliloko kila mahali, wanapiga muhuri kwamba hasitokee tena. Atakayefanyaje? Atakayemtoa huyu alishaenda kwa wafu. Nini maana yake? Kuna usalama wa ulinzi juu ya hii hali aliyonayo mtu. Nisikilize, watu wengi sana hawajui kwenye hali ya vifungo tunavyopitia kwenye maisha, huwa watu wanaomba kirahisi juu ya hivi vitu, lakini fuatilia kibiblia. Moja ya kitu ambacho hutakiwi kuomba kwa ufahamu mdogo sana, kwa jinsi ya kawaida sana. Leo ni siku ya maombi. Bwana asifiwe. Ufahamu wako juu ya mambo ya kiroho, hususan juu ya vifungo vinavyoachiliwa kwenye maisha yako. Okay, ngoja nirudi kwenye kitabu tulichosoma cha Kumbukumbu la Torati. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 53 anasema hivi, utafika wakati atakula wana wake na binti zake kwa mazingira ya mkazo utakaotiwa au utakaokazwa na adui zake. Okay. Atajikuta anakula watoto. Mwangalie mwenzako, mwambie ulishamgeuza mtoto wako kuwa chakula. Sasa anasema hivi, mahali atakapokuwa amefika, amefungwa na vile vifungo vimemfikisha mahali pagumu pa maisha, atajikuta sasa, kwa sababu ya ule mkazo ulioko nyuma ya mazingira ya ile hali anayopitia, automatically anakula watoto. Automatically anajiingiza kwenye mambo yasiyofaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mkazo, kuna seal nyuma ya lile tatizo, nyuma ya yale mazingira ya lile tatizo. Kuna mtu ananielewa? Kuna watu wanapita kwenye matatizo fulani, sio kwa sababu tu hawaombi, wanaomba, lakini hawajatangua, hawajaondoa mikazo iliyoko nyuma ya matatizo wanayopitia. Kumbuka, tatizo unalopitia lina time limit, liko valid, limewekwa kwenye muda fulani. Kama ni miaka 10, kuna mchawi, kuna adui yako alikuchukia na akakasirika juu ya mazingira yako, akakuweka mahali, alafu akatoa muda wa wewe kupita pale, maana yake utaishi kwenye lile tatizo kama utaenda kwenye maombi na kutumia ufahamu wa kuvunja ule muhuri au ile seal inayoshikilia muda. Wewe unasema tunavunja vitu vya adui vinavyonifuatilia, vitu vya kuzimu. Okay, walivipa muda gani na wamewekea mkazo gani? Muulize mwenzako, wamevipa muda gani na wamewekea mkazo gani? Ndio maana unaona kuna mtu wakati anaombewa, labda ana tatizo fulani, kwa saa ile ni kama lile tatizo linalegea, linamwacha. Ni sawa Lakini akienda baada ya muda tena mnamkuta yuko pale, na inawezekana ikawa over. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu hatukiondoa nyuma ya lile tatizo. Tumegusa tatizo, lakini hatujaondoa kinachoshikilia lile tatizo nyuma yake, kinachowekea msisitizo, kinachoweka mkazo. Amefungiwa asiolewe, amefungwa asioe, amefungwa asizae, amefungwa asifanikiwe, amefungwa asiwe na kibali. Sasa alipofungwa, nyuma ya kifungo wameweka na mkazo. Baada ya kuweka mkazo, kafuatilia huyo mtu achomoki, hata afanyeje achomoki. Kwa nini? Kwa sababu yuko ndani ya mkazo. Kuna kitu kinachosimamia huo wakati unaopitia. Mbali na walinzi, walinzi wapo. Kumbuka last week nilikwambia walinzi wanakuwepo, na inawezekana wanaweza kuwepo kwa idadi kulingana na mazingira ya kifungo ulicho nacho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kafuatilie, mbali na walinzi kuna kitu kinaitwa seal. Ndio maana ni muhimu sana ukafahamu. Unaweza ukaombea hapa ukaishia hapa, lakini nenda zaidi. Sasa unaweza kumuona kwa nini Yohana alipoona kile kitabu kwenye maono kimefungwa nyuma
kimefungwa kwa mihuri 7, alafu kimeandikwa ndani na nyuma. Alilia kwa sababu hawezi kuona kilichopo ndani, kwa sababu muhuri uliofunga hakuna anayeweza kufungua. Akaanza kulia kwa sababu ya mihuri, halii kwa sababu ya kifungo, analia kwa sababu ya mihuri. Sasa nikatazama mbinguni, hakuna, duniani hakuna, hakuna anayeweza, hakuna anayestahili kufungua, kuvunja zile muhuri, hakuna. Kuna mahali unaweza ukawa unapita, lakini aina ya kifungo nyuma yako kina seal, kina mkazo. Kuna mkazo umewekewa na maadui. Umekuwekea juu ya afya, kama utakunywa dawa frequently mpaka end of our age, utakunywa dawa tu. Meweka mkazo pale, meweka kile kifungo pale. Ngoja nikwambie hichi kitu jamani. Niliwahi kuambia hivi, anaye kuchukia adui yako sio lazima akuonyeshe ubaya usoni. Unanisikia? Maadui wengi hawawezi kukuonyesha ubaya usoni. Anaweza akawa amekufunga na ameweka siri, lakini uko naye. Nenda maofisini wanaowatesa wengine, wale wanaofanya nao kazi. Nenda kwenye biashara, wanaovuruga biashara ni wale walioko karibu na wewe, wanaojua mali unapataje, wanaojua unafanya nini, ndio hao. Sasa wanapokuchukia, huwa wanatamani pia kufunga maisha yako, kufunga aina ya milango inayokuletea baraka. Wanapoifunga, kafuatilie nyuma ya kufunga kwao wanaweka vitu gani. Last week nilikuonyesha, nikakwambia yule bwana aliyekuwa amemuimagine yule mtu, assume ndio ingekuwa wewe, amechukua, ameenda kwa sababu ana hasira na mtu, ameenda amechukua mdoli, si ndio? Amekuja naye akamfunga, akamsokotea kamba kuanzia miguuni mpaka hapa. Alafu alipomaliza akachukua kofuli. Inaitwa kofuli au kufuli? Mimi sijui Kiswahili vizuri, utanisaidia. Kofuli au kufuli? Hiyo unajua. Sasa wakaweka, alafu akafunga. Maana yake nini? Ile kamba kwa kawaida unaweza uikate ikakatika, ni sawa, lakini kufuli ya nini? Mimi nataka uone wachawi wameadvance, watu wabaya wameadvance kuliko unavyofikiri. Wanaelewa hivi vitu kuliko unavyofikiri. Wakikuingiza kwenye teso, wanakuwekea na seal nyuma. Ile picha inapita kwenye mitandao huko sasa hivi, si ndio? Iko kila mahali, watu wamepitisha, tunaangalia. Alafu kuna mtu anaiangalia tu, hata haelewi nini kinaendelea. Angalia vizuri, utamuona mdoli, sio ni wa kiume, sio wa kike. Ni wa kike. Kwa ni mama aliamua kumzibua mama mwenzake. Kwa yule adui ni mama, sio mwanaume. Sasa hakuna mwanaume anayemloga mwanamke. Adui wa mwanamke ni nani? Mwangalie mwenzako, mwambie ni mwanamke. Mwangalie sio, mwambie ni mwanamke. Hakuna vita ya mwanaume na mwanamke, kuna vita ya mwanamke na mwanamke. Wasio kupenda wewe hata kwenye maeneo mbalimbali, kaangalia, ukipita katikati ya wanaume huwa wanakusupport, wanaume hawanaga shida. Lakini wewe pita katikati ya wanawake wenzako, watakuhesabia kuanzia kisigino mpaka wigi ulilovaa. Na hata kama umevaa ya hela nyingi kidogo, watasema ni masanja tu, kwa sababu wanakuchukia tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mkazo unawekwa. Waliweka mkazo kwenye kaburi la Yesu, waliweka mkazo kwa Daniel. Mkazo huu ni ili kutimiza maazimio yao. Sasa namna ya kutoka kwenye hiyo mikazo ya vifungo. Kumbuka nimesema
pale juu, jifunze kutumia maombi. Bwana asifiwe. Kutoka. Bwana asifiwe sana. Kumbuka nimesema jifunze kutumia maombi kuondoa mikazo. Okay. Hatutoki kwenye mikazo bila kufahamu hivyo vifungo vikoje na mikazo yake ikoje. Lakini namna ya kutoka ya kwanza, njia ya kwanza ya kukutoa kwenye mikazo au kwenye vifungo vyenye seal, njia ya kwanza ni ya maombi ya kumaanisha yenye mzigo kutoka ndani yako. Njia ya kwanza ni ya maombi ya kumaanisha yenye mzigo kutoka ndani yako. Hakuna mtu anaweza kutoka kwenye hali ya vifungo walivyo navyo ambavyo nyuma yake vina mikazo, vina seal, asipojua kuomba. Na maombi unayotakiwa kuomba ni maombi yenye mzigo. Okay, ngoja tuone mistari. Wiki iliyopita nilikwambia wakati Petro amewekwa gerezani, Matendo ya Mitume mlango wa 12 mstari wa 5 unatuambia kanisa likaomba kwa juhudi. Si ndio? Kulikuwa kuna maombi pale. Alafu ukisoma yale maombi yalikuwa ni non stop. Walikuwa wanaomba nyumbani kwa Roda. Wamekusanyika kule wanaomba. Paka zile process malaika akachukua mchakato wa kwenda akaingia akaanza 1 2 hatua kwanza paka ya mwisho wakamtoa Petro. Na maombi yalikuwepo. Bwana asifiwe. Wakati Lazaro yuko kaburini, Yohana 11:43 na 44, Biblia inatuambia Yesu akalia kwa sauti kuu. Maana yake maombi yalihusika. Lakini hakuwa maombi ya kawaida. Wewe mwenzako kumwambia hakuwa maombi ya kawaida. Okay. Leo nikupeleke kwenye mistari miwili hapa. Zaburi ya 79. Zaburi ya 79. Kuna watu wanaomba alafu sasa nimeomba sana. Mwangalie mwenzako mwambie hujaomba. Wewe umejuaje umeomba sana? Maana ndio swaga za siku hizi. Hili tatizo langu nimeliombea sana. Kwa namna ipi? Inawezekana unaendaga maombi kwenye mikusanyiko, lakini uendagi na ufahamu wa namna ya kuomba, lakini uendagi pia na maarifa ya kuomba juu ya hilo jambo, pia unaga mzigo. Kuna watu wanasema mimi nimeshaombeaga hili jambo mpaka sasa sahi kwangu naona tu ni kawaida. Na utaishi nalo kwa sababu limeshakuwa kawaida. Zaburi ya 79 angalia pale. Haleluya. Mstari wa 11. Kama tumepata tusome wote, anasemaje? Kuugua kwake aliyefungwa na kuingie mbele zako kwa kadri ya uweza wa mkono wako, wahifadhi wana wa mauti. Kuugua kwake aliyefungwa na kuingie. Okay. Lazima uombe kwa mazingira ya kuugua. Zaburi ya 102. Zaburi ya 102. Kumbuka nimewahi kufundisha sana hapa. Kuugua kunatokana na uelewa wa hitaji ulilo nalo. Ukishapata uelewa juu ya hitaji ulilo nalo, kuugua kunaongezeka ndani. Usipopata uelewa, kuugua haiwezi kuongezeka. Okay. Zaburi ya 102. Mstari wa 19 na wa 20. Anasemaje? Zaburi ya 102 mstari wa 19 na wa 20. Maana ametazama toka patakatifu pake. Patakatifu pake pa juu. Toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi. Angalia mstari wa 20. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Okay. Kumbe hafungui tu watu kwa sababu wamekuja wana vifungo. Anafungua watu kwa sababu wameugua. Alafu kule kuugua kwao kumesababisha yeye aje awafungue. Sasa sikia. Hiyo ni njia ya kwanza. Hakuna mtu anafunguliwa
kutoka kifungo chochote ambacho kina siri za adui kwenye ulimwengu wa roho. Usipofika mahali pa kuielewa ile hali unayopitia, ukapata mzigo juu ya ile hali, ikakupeleka mahali pa kuugua, pa kutoa machozi, unalisikia? Alafu ukadumu pale kwa maombi mpaka kuingie kwake. Biblia inasema kuugua kwako mpaka kuingie ndani ya masikio ya Mungu ndipo aje. Leo ni siku ya maombi. Mwangalie mwenzako, mwambie huwa unauguaga na hali ya maisha yako. Alafu muulize unauguaga kwa muda gani? Na ule muda huwa inaingiaga hiyo hali. Inafika level ya kumshawishi mtu, ya kumshawishi Mungu ashuke akufungue. Yaani ngoja nikueleze hiki kitu. Hata kama umefungwa, Mungu akufungui kwa sababu umefungwa. Na kwa sababu Yesu yupo. Kanuni ya kwanza lazima uombe. Sasa unaombaje? Unaomba kwa namna ya kuelewa hali unayopitia. Unanisikia? Alafu namna ya ndani ya kukataa, kudeny. Watu wengi sana hawafiki level ya kudeny tatizo. Ndio maana wamejikuta wanaishi lile tatizo na linakuwa la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao hawajafika level ya uelewa juu ya hali iliyowafunga. Ndio maana naona wanaishi, wana relax. Juzi nimesikia wamesema kuna corona, lakini corona ipo, sio leo wala sio jana. Si ndio? Ipo na tulishaambiwa kule nyuma mtaishi nayo. Si ni sawa? So, haijaja jana, kwa hiyo tangazo limekuja tu, labda behind of that kuna kitu kingine, lakini mimi sijui, ila najua corona ipo. Si ndio? Sasa kafuatilie. Ni watu wangapi corona ipo wanachukua precaution? Wangapi wanaumizwa na ile hali? Kwa nini bado watu wanakufa mpaka sasa na corona? Maombi yalikuwaga wakati ule na barakoas na sanitizer. That moment watu walijisanitize, si ndio? Sana kila mahali, usiniguse. Lakini corona ipo. Until today corona ipo, sio? Si ni sawa? Lakini muulize mwenzako, una prevent maisha yako kwa namna ipi? Kwa sababu huna uelewa juu ya tatizo. Usipokuwa na uelewa juu ya tatizo, pia unakuwa huna ufahamu na maumivu juu ya hali iliyopo. Si kama naeleweka? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, mtu ambaye hajashinda njaa pasipokuwa na chakula hawezi kuumia. Hawezi kuumia kwa sababu yeye ana chakula. Unanisikia? Mimi huwa nafunga mara nyingi. Hata leo niko kwenye mfungo. Jana nilikuwa kwenye mfungo. Sasa sikia. Nikikutana na mtu ambaye ameshinda njaa, ana maumivu ya kutokula, hana chakula, maumivu yake mimi siwezi kuyafeel kwa sababu mimi sipo kwenye shida hiyo ya kukosa chakula. Umenisikia? Yeye anapiga dash kwa sababu hana chakula. Mimi ninafunga kwa sababu nina mzigo juu ya jambo fulani. Kuugua kwangu juu ya hali yangu na kuugua kwake kunategemeana na understanding juu ya mazingira nilionayo na mazingira alionayo. Kafuatilia aliye na mke na aliye na mume. Vivyo hivyo. Na asiolewa na asioa. Anayetafuta mke na anayetafuta mume na aliyeolewa na aliyeoa. Kafuatilia. Huyo ambaye hajaolewa au ambaye hajaoa ana namna anaugua kwa kutafuta ni namna gani ataingia kwenye mazingira ambayo wewe unaishi. Lakini wewe inawezekana unaugua ni namna gani utatoka. Unanisikia? Wangapi mnanielewa? Sasa kacheki. Uelewa unategemeana na mazingira ya ile hali ulivyobeba.
kufungwa kwa mtu, Yesu akija hakutoi tu kwa sababu unaomba, anakutoa kwa sababu unaugua, anataka kusikia kuugua kwako. Watu wengi siku hizi wanaenda maombi, wanaenda for fashion. Unasikia? Kuna maombi mahali anaenda, kuna maombi mahali anaenda, lakini kawafuatilie. Most of them wamezoea ile hali ya maombi, wameifanya kuwa ni normal tu. Wakifika pale wanaangalia maombi, wanafanya hivi, wakiambiwa sema Bwana Yesu, natoka kwenye shimo nilozama tangu vizazi, ninatoka, nilizama sana, nimeshikiliwa, sasa inatoka, amen, amen. Alafu unamwona anaanza kuchu. Kama alikuwa na jam, anachu bigiji yake, anaweka mdomoni, anaendelea kufanyaje? Kutafuna. Ameshakiri kwamba ameshatoka kwenye nini? Kwenye vifungo. Alafu anaambiwa imekuwa, mpigie Yesu makofi, imekuwa. Kale mwenzako kumwambia, Biblia anasema hivi, tangu mbinguni Mungu anaangalia akusikie kuugua kwake aliyefungwa ili aje amfungue. Anaangalia, anasikiliza. Njia ya kwanza ya kutoka kwenye vifungo vyenye seal ni kwa kuomba, lakini kwa kumaanisha, kwa uelewa wa viwango. Lazima ujue hii hali imetesa familia ya kwenu kiasi gani. Ingia pale, umia pale. Hii hali imekutesa miaka mingapi? Mimi wanawaambia mara nyingine nakaa, alafu naangalia mazingira yangu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Kuna saa najikuta naomba, alafu najikuta nalia. Unanisikia? Kinachonipeleka kulia sio kwa sababu sijala au nimenyimwa chakula au ni uelewa wa hali iliyopo. Lazima Mungu asikie kuugua katika hiyo situation iliyobanwa, aje anifungue. Okay, pointi ya pili. Acha niishie na hiyo ya pili, nimalizie hapo. Pointi ya pili. Fahamu kwa undani juu ya kutumia jina la Yesu na damu yake kuapply juu ya hivyo vifungo. Fahamu kwa undani juu ya jina la Yesu na damu yake ili kutumia. Fahamu, lazima uwe na ufahamu wa kutosha. Kwa nini? Yohana kwenye kisiwa cha Patmo alipogundua kile kitu kimefungwa, Biblia inasema alilia. Kwa nini nasema? Akiangalia juu hakuna astailie, chini hakuna. Unanisikia? Lakini akagundua. Hebu tusome pale uone mistari michache Ufunuo, na mimi namaliza hapo. Ufunuo 5 mstari wa kwanza, twende mpaka mstari wa 4, alafu tutasoma na mstari wa 9. Umepata? Ufunuo 5, angalia pale. Nataka uone hapo hivi vitu viwili vilihusika katika kuvunja ile mihuri kupitia Kristo. Nasemaje? Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu kile na kuzifungua muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 4, angalia Yohana anasemaje? Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari wa 5, mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda. Yani nani? Yesu. Yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Okay, anamwambia usilie. Yupo huyu. Sasa angalia mstari wa 9. Mstari wa 9.
Anasemaje? Nao waimba wimbo mpya wakisema, waistahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kilichovunja mihuri ni jina la Yesu katika nguvu yake na damu yake. Kuna mtu ananielewa? Kuna ufahamu ulioletwa pale kwenye yale maono. Baada ya kuonekana analia, usilie. Tokeza mzee mmoja ambaye usilie. Yuko mtu ambaye anatokea kwenye kizazi cha Yuda. Huyu ni simba wa kabila la Yuda, mzao wa Daudi. Yeye ameshashinda. Sasa kwa sababu ni mshindi, yeye anaweza kufungua hizo vifungo na kuvunja mihuri yake 7. Alafu anamwambia kwa sababu yeye alistahili, alichinjwa, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Yeye anastahili kuvunja muhuri. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Kuna seal ziko nyuma yetu. Moja, nisikilize, nimekuambia pointi ya kwanza, omba kwa ufahamu wa uelewa, wa kuugua. Leo ni siku ya maombi. Lakini pointi ya pili, apply nguvu iliyoko ndani ya jina la Yesu na damu yake. Vifungo vyenye seal havivunjiki kwa sababu tu umeomba. Kuna maombi na maombi. Unafuatiliwa na vifungo hivyo vimewekwa na mizimu kutoka kwenye vizazi. Vinakutesa, vinatesa maisha yako, vinatesa afya yako, vinatesa maisha, vinatesa hali yako. Sikiliza, hautoki kwa sababu wewe unaomba. Unatoka kwa sababu unaufahamu ni mazingira gani. Ndio maana Biblia hii imejaa maarifa. Kuna aina tofauti tofauti za maombi. Unanisikia? Bwana asifiwe. Sasa sikia. Kama adui zako wataweka mkazo nyuma yako, unaweza kujikuta unakula mpaka watoto wako. Maana yake wameweka seal. Ile seal lazima utafute atakaye kusaidia kuiondoa. Huwezi kuondoa seal ya adui zako iliyofichwa wakati hujui walikoiweka. Sijui kama mnanielewa. Wewe unajua seal walioiweka, wameweka maneno gani nyuma yako? Wamefunga kwa namna ipi? Wamefungaje? Wameweka muhuri gani pale? Yuko aonaye sirini anajua. Maana yake lazima ufike kwake katika level ya yeye kukuelewa. Akisha kuelewa, anaachilia msaada toka patakatifu. Maana haiwezekani tu kutoka kwa sababu wewe ni Mkristo. Wakristo wengi maskini. Wakristo wengi ndio wagonjwa sahi. Wakristo wengi wanatembea na dawa. Wakristo wengi wanaishi kwenye hali ngumu ya maisha. Wakristo wengi tunaishi mahali paduni sana, pa chini pa maisha. Kwa nini? Kuna aina ya kifungo, na huwezi kuteswa bila kuwekwa kwenye kifungo fulani. Walimtaka Samsoni, wakasema lazima tumuingize kwanza. Tukisha mfunga ndipo tutamtesa. Inawezekana umefungwa, unateswa, na siri iliyoko nyuma ya hicho kifungo hukuwahi unajua namna ya kuiondoa. Unakimbizana tu na maombi ya watu na kukiri. Nisikilize, na kuna watu wanakiri, wanasoma. Kuna maombi siku hizi yanaandikwa, yanatumwa tu. Mtu anayasoma amesimama hivi kama askari, anasimama kama askari kea au askari aliyefukuzwa jeshini labda, anasoma tu, ninatoka saa hii saa 9, ninatoka mpaka saa 10. Maombi yale unatoka, alafu unaendelea, unajikuta utoki. Nini? Wewe kuna vitu vya kukutoa lazima umaanishe. Hapo unapofikiri wewe unatoka, huyo aliandika kwa akili zake, wala haileti mguso ndani yako. Wewe unasema watu wanaambiwa omba siku 21. Siku hizi wanaambiwa mpaka siku 50 umetoka. Wengine siku 70 utakuwa umevunja ule ujelajela wa wale waliokwenda kule Uajemi. Kwa hiyo utakuwa umevunja ule ujelajela na utakuwa umetoka. Come on. Mwangalie mwenzako, mwambie hebu toka huko.
Mwangalie, mwambie toka huko. Jamani, mbona mnielewi? Mwangalie usoni alafu mguse, mwambie hebu toka huko. Utasimama hivi. Alafu soma. Na wakati unasoma, unapewa na masharti kama ya kichawi. Usiangalie nyuma. Hata kama mume wako saa hiyo atakusumbua akikupiga kibao, wewe mwache, ndio saa hiyo anafunguka. Ninakataa hivi vifungo. Na kuanzia sasa vinichomoke. Unasoma kama taira. Alafu anakuja anakwambia, mama nani, kuna kitu, umuelewa na kulipua. Pa! Kwa jina la Yesu. Bwana, mateso haya umeandikiwa wenye haki. Wenye haki wanaishi kwa mateso. Kuna maombi ya kumaanisha. Nachotaka ni kurudishe. Kanisa la mwanzo lilijua kuomba. Biblia inasema walienda wakakaa kwenye maombi, wakaomba kwa juhudi, kwa bidii, mpaka Petro akatoka. Mbingu zikatuma malaika. Akaenda gerezani, akaanza kumtoa Petro. Kuugua kwa wale watu pale ndani kwenye nyumba ya Roda kulisikika, kulifika kwenye masikio ya Mungu. Wewe kilio chako hakijafika. Hujaomba juu ya mchungaji wako, hujaomba juu ya mume wako, hujaomba juu ya mke wako, hujaomba juu ya watoto wako, hujaomba juu ya wazazi wako, kwa kiwango ambacho umemaanisha, ukabeba hilo wazo ndani yako, ukatembea nalo mwezi, siku 5, siku 50, siku 40, hujabeba hilo wazo wakati unaugua nalo. Unajua maombi ya kuugua sio maombi ya sekunde. Mnanisikia? Hayatakiwi kuishia hapa sasa hizi tukiingia kuomba hapa. Kama angalie Hana ndio utaelewa. Aliugua mpaka fika mahali akaonekana taira, mlevi. Aliungua mpaka huku. Unajua ukilia sana kuna ungua huku. Si ndio? Aliungua huku. Akafika mahali akapoteza. Japo Elikana alimpenda, yani Elikana alimpenda kwa namna ambayo hata alivyokuwa anaonekana ameharibika bado Elikana anafanya. Kwa sababu alikuwa ameshampenda. Yani upendo uangaliagi mazingira yakoje. Love is love. Kwa Elikana alikuwa ameshampenda tu. Mama, watu wamechoka. Unajua ukiugua kutoka ndani mpaka nje unachoka. Unasikia? Sasa watu siku hizo wanaugua. Wewe kaangalie watu. Muulize mwenzako, umeugua wewe? Watu uso wenyewe na uona umejaa nani hapa? Simama tuombe. Sijui mna kifungo gani kwenu, mimi sijui. Nataka tuombe kwanza kabla ya kushiriki. Nataka tuombe kidogo kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Nataka tuombe kidogo, kila mtu aombe. Bwana asifiwe. Nataka uingie mahali upate nafasi kidogo ya kuomba. Kuna situation unapita nayo. Sikiliza, kuna kifungo nyuma yake. Hiyo hali haiwezi kukutesa kutokea mahali fulani mpaka hapa alafu haina kitu nyuma. Si umesikia siku hizi hata watu wakikamatwa wanaambiwa kuna nani nyuma yako? Si ndio? Yuko nani nyuma yako? Maana yake ukimwona mtu kuna mahali anaishi, kuna power fulani iko nyuma. Sasa inaweza ikawa ya kifungo kibaya kinakutesa. Na usipojua ukatoka hapo, inua mikono yako, funga macho yako. Nataka tuingie kwenye maombi hapa. Vuta picha ya situation yako, ya situation ya nyumbani kwenu. Kwa baba yako, kwa mama yako, kwa ndugu zako, kwa dada yako, kwa kaka yako, kwa wadogo zako. Vuta picha. Alafu nataka uone mzigo unakuja kulingana na uelewa juu ya hicho unachokiona, juu ya hicho unachokisikia. Mungu hawezi kusikia kuugua kwa mtu asiyeelewa. Mungu anasikia kuugua, na mguso wa Mungu unaanzia ndani. Maombi lazima yaanzie ndani. Anasema utaingia kwenye chumba chako cha ndani. Chumba chako cha ndani. Msalipo simameni, alafu muingie kwenye chumba cha ndani. Maana yake mguso uanzie ndani. Ina mikono yako. Kuna mateso familia yako inapitia. Hawawezi toka mpaka wewe
umeugua. Mungu akasikia. Ukisoma ule mstari pale kwenye kitabu cha Zaburi anasema akusikie kuugua kwake aliyefungwa, ili akufungue na awafungue wale walioandikiwa. Maana yake akikufungua wewe anafungua mpaka watoto wako, mpaka uzao wako. Mungu akisikia kuugua kwako anawatoa mpaka familia. Rabri blo sakta badaba maya sakata mandorira siki rika robli sikandara bashanda. Jesus, 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 Jesus. Mayese kikato badaba rabri li sikrikata mandorobos. Uko upako juu yetu. Funga macho yako tu. Tafakari tu, nimesema tafakari kabla tujaabudu hapa. Tafakari, kuna upako utapita hapa. Mwambie Mungu nimesogea. Ndani ya moyo wako kama unaugua juu ya ndugu yako, ugua. Unaugua juu ya familia, kifungo kinachomtesa mume wako, mke wako, watoto wako, baba yako, mama yako, kaka yako, dada zako. Kifungo kinachotesa mchungaji wako, kinachotesa askofu wako, kinacholitesa kanisa lako. Maya sakarabasa. Mandorosi kribasa. Jesus. Jesus. Maya sikribaka. Ni mesogea chini pako ni safi kwa damu Jesus yakwa maya sakarabo ngikwa kwako. Emu mwambie ukimaanisha nimesogea. Ni mesogea chini pako rako raba shandarabo ni safi kwa damu yakwa ngikwa kwako nimesogea. Ni mesogea chini pako unisafi kwa damu ni safi kwa damu yakwa ngikwa kwako. Sema nimesogea. Ni mesogea chini pako shakarababababa ni safi kwa damu yakwa ngikwa kwako nimesogea. Ni raba yabo sekerelele korabo korabo yabo sakata badaba oya mayandorobo siki karaba shandaraba sika
Koria bashandara bakora. Koria bashandara basiki. Jesus. Hebu nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Wewe ambaye umefika mahali unaona ndani yako kuna mahali mmefungwa, kuna mahali mnapita, kuna aina ya vifungo navyo vina siri nyuma yake, vina hali ya muhuri nyuma yake, kuna mahali vimewekewa muda wa kutimizwa. Nenda mbele za Bwana kwa kugua. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako, mimi mtumishi wako, leo ikiwa ni siku ya maombi. Bwana, ninakuja kama mimi mbele ya madhabahu yako, ninakuja kama mjoli wako, kama mtoto wako. Kuna mahali nimefungwa, kuna mahali nina kifungo ambacho Bwana kimewekwa na mifumo mbalimbali, na shetani, na wachawi, na waganga, na wenye hila, na wenye chuki. Bwana, wanaotuchukia, ambao Bwana wanatutazama, wana hasira nasi, wana vita nasi. Mungu wa Israeli, wamejipanga nje ya malango yetu, wamejipanga kwenye barabara zetu, wamejipanga kwenye madirisha na kuta zetu, wakisubiria Bwana tunaangamia saa ngapi. Ninakuja mbele zako, ninaugua, nina hali ya kuugua ndani, nina hali ya mzigo katika mazingira yangu, katika mazingira ya huduma yangu ulioniwekea, uko huduma ulioweka ndani yangu, nayo Bwana inahitajika kwenda mbele, inahitajika kusogea, inahitajika kufanikiwa. Ninakuja mbele zako nikiomba juu ya kusudi la wewe kuniumba mimi, la wewe kunileta duniani. Nimefungwa na maadui, nimefungwa na shetani. Kulia kwangu, kilio changu kikufikie Bwana, kuugua kwangu kukufikie Bwana. Unitoe hapo ili niweze kuifanya kazi yako kulingana na ulivyokusudia. Maana Bwana, nimewekewa vizingiti, nimewekewa mipaka, nimewekewa hali ya kutokwenda. Ninaugua majira haya. Bwana nisikie, Bwana nisikie, Yesu nisikie. Mungu wa mbinguni, usikie kuugua kwake aliyefungwa. Niko hapa, ugua. Nenda mbele za Bwana, sema na Bwana, Mungu, ninaugua kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili yangu Bwana, kwa ajili ya familia hii ulionipa. Ninaugua dhidi ya mazingira yaliyopo, ninaugua mbele zako. Usikie hali yetu Bwana, usikie. Ninaugua juu ya kanisa hile, juu ya taifa la Tanzania. Baba, toka mahali ambapo si pema, sio pazuri kama kanisa, ninakuja mbele zako. Mungu wa Israeli, ninaanguka kwenye madhabahu yako. Ninaomba usikie kugua kwangu. Sikia Bwana, sikia Mtakatifu, sikia Mungu wa Israeli, sikia Baba yangu. Ninajua wewe ukisikia kuna kutoka mahali tulipozaliwa, maana vifungo vyetu vimewekewa siri, vimewekewa mihuri, vimewekewa hali ya kutoka. Niko hapa Bwana, na yule mtumishi wa Mungu anayeomba juu ya familia yake, juu ya ndoa, juu ya biashara, juu ya kazi, juu ya uchumi. Bwana, tusikie kanisa, tusikie kanisa, tusikie kanisa. Mungu wa Israeli, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, tuko hapa. Mungu wa Israeli, sikia Baba, sikia Mungu, sikia kilio, sikia kilio, sikia kuugua, sikia kuugua. Malango ya kuzimu yamejipanga kumeza maisha yetu. Sikia kuugua kwa huyo mtu aliyeko online, sikia kuugua kwa huyo dada, kwa huyo mama, kwa huyo kaka, kwa huyo baba, kwa huyo mtoto. Sikia
sikia kuogoa kwa huyo muombaji, sikia kuogoa Bwana. Tunaogoa, kuna mahali tunapita, uchumi umepotea, uchumi haupo, kanisa halina uchumi, watu moja moja hatuna uchumi, hatuna fedha, hatuna maisha mazuri, hatuna hali nzuri. Tunaogoa, tusikie, tunaogoa, tusikie, tunaogoa. Sikia Bwana, sikia Mungu wetu, sikia Baba yetu, sikia Mtakatifu. Hiyo hali anayopita nayo huyo baba, huyo mama, huyo dada, huyo binti kwenye familia yao, kwenye maisha yake, huyo kijana, huyo mtoto, sikia kuogoa kwetu. Sikia Bwana, sikia, sikia, sikia Bwana, sikia Bwana, sikia Bwana. Kongoa kuogoa kwetu. Mungu, ponya kanisa, ponya kanisa, ponya maisha yetu, ponya nafsi zetu, ponya vifungo, ponya hali ya maisha tunayopita nayo. Vifungo vimekaa ndani yetu. Bwana, bomoa kwa msaada wako na kwa nguvu zako. Shakaraba baba baba, shakaraba saya, shakaraba kora, shakayama narababa, raba yakatabadaba, raba yakarabasira, raba yakarabakosata, rakayanda rabakora, ribababababa, korabashanda, ribakoria saya, ribakoria manda, ribakoria. Sikia kuogoa, tumefungwa. Sikia kuogoa, tumefungwa. Sikia kuogoa, tumefungwa. Yesu mwana wa Daudi, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, simba wa kabila la Yuda.